Zama za Mwisho TV, pata elimu ya zama za mwisho. Jana katika pita yangu nikakutana na klipu ya bwana mmoja anaitwa Bwana Chionda. Katika moja ya media, huyu bwana yeye ni mpagani. Yeye kama yeye ni mpagani na yeye anasema haamini katika dini. Asa mimi kicho nifanya mpaka nikataka tumjibu, tumzungumzie leo kwa wale ambao walikuwa kiazungumza, ni kutokana na yeye kutuzungumzia sisi watu wa imani, watu wa dini, kugusia yale ambao sisi tulikuwa sisi tunayo. Kwa hivyo bila shaka sisi watu wa dini tunayo pia ya kumueleza yeye ndugu yetu. Ameongea mengi sana na hatupaswi kumtukana, hatupaswi kumbeza, hatupaswi kumkebehi, hatupaswi kufanya hivi. Bwana kaongea msimamo wake na ufahamu wake. Katika msimamo na ufahamu huwa kuna msimamo ambao sio sahihi, hata ufahamu pia wakati mwingine sio sahihi. Sasa wewe ambaye unajua kuna ufahamu ambao ni sahihi, haupaswi kumbeza ambaye hana ufahamu sahihi au msimamo sahihi. Unapaswa kumueleza, alafu yeye sasa ndio ataangalia afuate upi, ima abaki na kwake au afuate ulio sahihi. Sasa kuna pointi kadhaa ambazo bwana alikuwa anazizungumza, na hapa leo nitakuwa clip kidogo naziweka, tunazisikiliza, alafu nazielezea katika imani, katika dini, ili tupate kufahamu na kuelewa zaidi. Hebu tuanze na hii hapa ambayo alikuwa akianza kuzungumza mwanzo kabisa mwa kile kipindi. Hebu tuanze na hii hapa kisha tuendelee kwenye kujibu. Kama ulivyosema, dini zimetengenezwa na wanadamu. Mungu kuwa na mpango wa kuleta kitu inaitwa dini. Dini unajua, kwanza watu wa dini na watu wa politics ni watu wa moja. Dini na politics. Yes. Kwa sababu dini na siasa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hii yote ni masuala ya kuendeleza maisha ya vikundi fulani na watu fulani. Katika haya maelezo yake ndugu yetu Chionda anasema dini ni man made. Watu ndio wameunda dini, na dini zimeundwa ili kuweza kuwatawala watu. Kabla sijamjibu hapa, katika maelezo yake ya hii clip nilimsikia akizungumza kwamba yeye haamini katika hizi dini. Yeye anamwamini Mungu wa baba yake, babu yake, bibi yake na hao ambao wametangulia. Sasa kabla ya hapo tunapaswa tujue kitu kimoja. Mungu ni nani? Mungu ni yule ambaye ameumba mbingu, kaumba kilichomo huko mbinguni, kaumba dunia na kaumba vilivyomo humo duniani. Mungu ni mtawala wa mbingu na ardhi. Sio Muislamu, sio yoyote. Mungu tunamuita mfalme. Labda mpagani ndio hamjui Mungu kama ni mtawala au mfalme. Tunamuita mfalme. Mfalme siku zote ndugu zangu huwa anatawala. Mungu anatawala mbinguni na duniani. Sasa basi, katika mbingu wako malaika sasa hivi. Malaika wale hawaasi kwa uchafu wowote ule. Malaika wale hawana madhambi, hawafanyi dhambi. Katika ardhi huku duniani tuko sisi viumbe wake wengine, ambao wakubwa katika viumbe wake ni sisi watu na majini. Asa Mungu alianza kuumba majini waishi katika hii ardhi, lakini majini hao walifanya ufisadi na ukufuru katika ardhi, wakawa wanauana, wanadhulumiana, wanafanya ufisadi katika ardhi. Asa huyo Mungu ndiye akaona niumbe kiumbe kingine ili kiende wapi tena? Duniani. Lakini hichi kiumbe akasema kitakwenda kuwa mfatwizi,
yani chenye kufuata utaratibu. Maana yeye ndo kaumba hii dunia, yeye ndo anayejua hii dunia. Kwa hivyo yeye ndo akaunda system ya utawala katika hii dunia. Hichi kiumbe cha binadamu kiende kikafanye ufatwizi, kifuatilize sheria na taratibu ambazo yeye anazo. Chafahamu? Wanadamu tukaumbwa, tulivyoumbwa tukaishi katika maeneo mazuri. Allah alitupendelea, Mungu alitupenda, tukaishi maeneo ya bustani mpaka hakuna tabu. Baba zetu walikuwa kiishi hapo. Lakini tukaaswi. Baada ya kuaswi tulishuhudia tukalaaniwa, wazazi wetu walilaaniwa. Wakatupwa katika ardhi sasa wakapambane. Na ahadi yake ilikuwa ni nini Mwenyezi Mungu? Tawanyikeni katika ardhi, nyinyi kwa nyinyi mtakuwa maadui, na yule ambaye atafikiwa na uongofu wangu, ukumbusho kutoka kwangu, akaufuata, huyu atafanikiwa, na yule ambaye hatoufuata nitaijaza jahannam yeye na huyo sheitani ibilisi, wakae katika jahannam. Sasa dini ni kweli. Dini ni kweli. Dini ni utawala. Dini ni utawala. Dini ziko za man-made. Dini ziko nyingi sana katika dunia ambayo tuko nayo. Dini ndiyo tumeletewa. Sio shida kuletewa dini. Shida ni nini? Nani kaleta? Nani, yani dini ndiyo ni utawala. Hiyo dini inavyotawala, inatawala kwa misingi gani? Ndio maana katika maelezo yake Bwana Chiona nilivyomsikiliza, amemention kwamba alisema katika watawala wote huyo Muhammad yeye alitawala kama vile sultani ambaye hana joho, kwa maana kwamba hataki kujikuza, hataki makuu. Lazima uelewe dini ndio ni utawala. Huu utawala unatoka kwa nani? Labda nikueleze kitu kimoja. Uislamu ni kweli kama ambavyo umezungumza, ulikuwepo tangia kwa Nabii Adam. Tangia kwa Nabii Adam Uislamu, maana Uislamu ni unyenyekevu. Lakini alipokuja mtume ule Uislamu safaria ukuitwa Uislamu tu, bali pakaitwa dini ya Uislamu. Dini ni mfumo, yani ni mfumo wa kiutawala, complete system. Ndio maana ya dini. Ndio maana mtume akaambiwa nenda, Allah anasema yeye ndiye aliyemtuma mtume na dini al-haqi liyudhhirahu ala dini kullihi, ili ikapate kushinda dini zote. Kwa maana kwamba Allah alishatambua katika ardhi kuna dini nyingi mno. Zipo dini nyingi zimeundwa na watu. Makureishi walikuwa na mfumo wao wa dini ambao walikuwa kiwaabudu wale miungu wao waliomention katika ile video, wale kina Lata na wengineo wale watatu wale. Sasa kila mtu alikuwa na dini zake na watu na dini zao. Watu wa kitabu nao walikuwa na dini zao. Unafahamu? Sasa Mwenyezi Mungu katika heshima na hikima na utaratibu wake ni kwamba anapoonya jambo huleta mbadala wa lile jambo. Kwa hivyo wakati huu wa ujio wa nabii huyu wa mwisho mtume ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuweza kuwahamisha watu katika imani zao za kidini za kishirikina. Ili tuwahamishe wale watu tayari wameshajijengea nadharia ya kwamba ili niabudu lazima niwe katika mfumo wa dini. Mwenyezi Mungu ndio akateremsha dini ya Uislamu sasa. Sababu awali hapo ulikuwa kiitwa Uislamu, safari ameteremsha dini, system kabisa ya maisha ya watu. Kwa hivyo watu wakawa na hukumiwa kwa kufuata ile dini. Hasa cha kutaka kujua kwamba zile sheria zinatoka kwa Mungu au zinaundwa na watu, ingia ndani ya zile sheria ndio uzijaji sasa. Anza na kufuatilia sheria za hiyo dini ya Kiislamu. Zinaendana na kweli hizi, ukizifikiria zinatokana na Mungu ama sio? Rejea katika sheria zake. Kwa hivyo dini ni kweli ni mfumo wa kiutawala, lakini huo utawala ulikuwepo. Ndio maana katika Uislamu tuna historia yetu kubwa ya dola. Waislamu tulikuwa tuna dola sisi, ambao mwaka 1924 rasmi imeondoka. Waislamu tulikuwa tuna dola yetu ambayo ilikuwa inashikilia tamati ya maisha ya watu, ilikuwa inahukumu watu kwa mujibu wa nini? Wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anateremshia ukumbusho wake kupitia vitabu,
na Mwenyezi Mungu amewatuma malaika, ndo malaika amemtuma malaika wake mkubwa kabisa, ambaye tutamuelezea mbele katika clip yake moja. Alikuwa tuuliza swali kumhusu huyo malaika. Sasa kiukweli dini ni system ya utawala kama ambavyo umezungumza, walakini inafungamana na Mwenyezi Mungu. Huwezi kusema leo hii duniani ambapo tupo saizi tunakuwa na dini ya Kiislamu alafu sheria zinazotumika ni sheria za kipagani. Hii inakuwa sio. Dini ya Uislamu imefungamana na sheria za Mwenyezi Mungu, ndizo ambazo Waislamu walikuwa kihukumiana kwazo. Kwa hivyo swala lako la kwanza tumemaliza. Kuna lingine ambalo umeongea ili hapa mtusikie tena. Umeniambia Christian ilipotokea. Islam ilitokea wapi? Islam kwa ufupi, Islam katika document na vitabu nilivyosoma, wenyewe Waislamu wanasema Uislamu ulianza toka Adam. Unaelewa? Wanasema Uislamu ulianza toka Adam. Muhammad alikuwa nabii wa mwisho kuja kutimiliza kwamba sasa Uislamu umekamilika. Ibrahimu alikuja na kipande, Musa alikuja na kipande, Ishmaili alikuwa na kipande, sijui hadi huyu Yesu wao na Waislamu wanamuita Isa, naye alikuja na Taurati na alikuja na Injili kama Musa alivyokuja na Taurati na vitabu vyake vitano. Kwa hiyo hao na Bwana wakatengeneza mipango yao. So dakta kabisa unaongea ukweli. Ni kweli kwamba umetangulia manabii kadhaa kwa nyuma, toka kwa baba yetu Adam alayhi salam, kaja nabii Nuhu, nabii Lutu, Ibrahima alayhi salam, ikaja manabii wengi sana, nabii Daud, nabii Suleimani, nabii Ishaqa, Ismail, mpaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa mtume ndiye nabii wa mwisho. Mtume ndiye nabii wa mwisho. Dini ya Kiislamu ilishakuwa katika mazingira kadhaa huko nyuma katika ukamilifu wake. Kwa mfano, dini ya Kiislamu ilikuwa ipo complete system wakati wa nabii Daud na mwanae Suleimani alayhi salam, kwa sababu wale walikuwa wanaongoza kwa sheria za Mwenyezi Mungu tayari. Kwa wale walikuwa na Uislamu kama dini kamilifu wakati huo, lakini ikaja ikavunjwa baada ya nabii Suleimani kufariki. Kwa hivyo ikawa imeondoka. Kwa tunapata picha gani? Uislamu unakuwa umekamilika endapo Uislamu huo unatawala maisha ya watu, lakini ukishaondoka katika utawala wa maisha ya watu, huo unaitwa Uislamu. Manake tumeshadhoofishwa upande mmoja, dini haipo katika misingi yake kwa sababu dola halipo. Kwa hivyo ni sahihi ambacho umesema, lakini ningependa unoti kitu kimoja. Huwezi kusema vitabu hivi, Injili, Taurati, Zaburi, Qur'ani, ukasema vitabu hivi vimeandikwa na watu au vimetungwa na watu. Kuandikwa sio kesi, kwa sababu kuandika manake mtu huwa ana copy anaandika. Vimetungwa na watu. Bila shaka, kwa mfano mdogo, tutumie akili mimi na wewe tu ili ugundue kwamba hichi kitabu kimeandikwa na mtu. Bila shaka lazima urejee ndani yake uone kilichoandikwa mle ndani, alafu kipime katika upeo wako wa akili. Bahati mbaya sana, katika vitabu hivi vya Mwenyezi Mungu ambavyo yeye ndiye kaviteremsha, huwa anaviwekea kodi kama lock, yani kama vile kodi. Ili uweze kuvifahamu vizuri, lazima ufungue ile kodi. Leo tuna Qur'ani ambayo tunayo katika umma kwa sasa. Qur'ani hii ipo kama kodi. Lazima ili uingie, lazima yeye akufungulie. Hasa leo kuna hatari kubwa. Hatari gani? Wenda ukasoma Qur'ani, ukasoma Injili mle ndani, ukaona uelewi kitu. Allah, tujue kitu kimoja, msifikiri tunamuita Allah Mungu kwamba tukaona labda ni tunakosea. Shekhe anakuona wewe kuanzia unachofikiria mbele yako, nyuma yako, kijacho, hata miaka 60, 70, elfu ngapi mbele anakuona. Kwa anajua dhamiri yako, unataka usome ili ukafanye nini, anajua.
lakini yeye anajua pia mtu anataka kusoma ili ajue apambanukiwe, yeye anajua. Kwa anamfungulia ile kodi, anagundua. Yeye ndo anasema humu kwenye Qur'ani tumeteremsha ayati ambazo ni muhkamati, zenyewe zinaeleweka wazi wazi, mtu akisoma anazielewa. Lakini kuna zingine mutashabihati, zina utata kidogo ndani yake, huwezi kuzielewa kirahisi. Kwa hivyo sasa ni pointi, kinachotufahamisha sisi kwamba Mwenyezi Mungu ateremsha vitabu ni ujumbe ulioko mle ndani. Kwa mfano, hakuna mwanadamu anaye uwezo kukuambia wewe bwana Chionda historia yako ni we, asili yako ni nini. Hayupo huyo mwanadamu. Hakuna mwanadamu yote Chionda nikwambie anayeweza kukuambia wewe pale kwenye bahari zile ambazo ziko pale huko wapi huko bara la hii ni Amerika huko, zile bahari mbili ambazo zina maji mawili tofauti, afu ziko mkabala, zimeungana, lakini zina maji haya mengine ya brown, haya mengine masafi, haya ya chumvi, haya masafi kwa ajili ya kunywa. Hayupo huyo mwanadamu. Mfano, Qur'ani ambayo ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatuelekeza, kinasemaje? Nyinyi wanadamu, asili yenu nyinyi mnatokana na udongo. Tulimuumba baba yenu Adam kwa udongo. Kisha baada ya Adam waliofuata baada yake wote hawa tunawaumba kwa tone la maji ya uzazi. Na mpaka Mwenyezi Mungu anaelekeza na taratibu na mapitio yake kwamba kuumbwa kwenu nyinyi watu kumetokana au kumepitia kipindi cha masiku 120 mwanzo. Ambapo hii ni miezi 4 ya kwanza, na ameproof kwenye Qur'ani ndani ya hii miezi 4 ya mwanzo hakuna nafsi inayojua nini kimo ndani ya tumbo la mama. Kwa hivyo kama wewe unabisha, unachopaswa kufanya ni kupinga hii uone kama haya maneno kama si hayaendi na uhalisia, kwamba leo wanadamu hatuumbwi kwa kutumia tone la maji ya uzazi, tunaumbwa, si ndio hivyo? Si ndio maana panapatikanapo ndoa ili mke na mme wakafanye nini? Jimai, ili wapatikane mtoto, au ni vipi? Unapinga na hilo Sheikh? Kuna vitu vingi sana vya kujifikiria. Hichi kitu hawezi kukizungumza mwanadamu. Hamna mtu anaweza kuzungumza kitu kama hichi Sheikh. Hayupo huyo mtu. Mwanadamu sasa na ufahamu wake, au wana sayansi wenu wa kipagani au wenzenu, wao ndo wamekuja wanasema mwanadamu asili yake ni anatokana na sokwe, nyani. Ufahamu ndo unafundishwa katika shule leo. Hao ndo watu hao. Mimi sipingi, hata wewe mwenyewe upingi. Kwa hivyo upande mwingine, vitabu vya Mwenyezi Mungu vimeletwa kwa lengo gani? Vitabu hivi tukumbuke, shetani alipoasi alitupwa katika dunia na akaahidi atalipoteza kundi kubwa katika watu. Huyu shetani kazi yake kubwa sisi kwa sisi watu ni kutusahaulisha ili aweze kutudanganya na kutupachika mambo yake ya kijinga klasi. Kwa hivyo Mungu akateremsha vitabu kwa lengo gani? Kwa lengo la ukisahaulishwa wewe ukumbuke kupitia vitabu vile, ukumbuke maneno yake kupitia vile vitabu. Mungu ameteremsha hivi vitabu kupitia maneno kwa manabii wake. Kisha wale manabii walikuwa na wanafunzi wao. Wale wanafunzi wao ndio waliokuwa wakihamisha yale maneno kuyapeleka katika viandikio vya wakati huo. Kisha waliokuja baada yake ndio wakachukua kwenye vile viandikio wakaingiza katika mfumo wa karatasi ili uwepesi uwepo katika kusafirisha vile vitabu kwa urahisi. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa anasoma mle, kama kuna cha uongo mle, tuambie cha uongo ni hichi. Kwa hivyo vitabu vya Mungu vipo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutukumbusha. Bwana akamalizia kwa hili hapa, tulisikilize nalo pia tuweze kumjibu au tuweze kuelimisha. Alimalizia hichi kitu hapa. Hebu tumsikilize. Kama naamini hivyo kwamba ulianzia tangu Adam, na ndivyo anavyoamini. Kwa mujibu wa vitabu ambavyo wewe umevisoma, Uislamu umeanzia wapi? Uislamu umeanza mwaka 600 kwa sababu Muhammad alipozaliwa alianza kuhubiri Uislamu akiwa na miaka 40. Alipokuwa na miaka 40 akaanza kupewa utume.
utume wake kutokana na vitabu nilivyosoma alipewa wanasema na malaika Jibrili. Hapa nako ndiko dapti ya kwanza inaitisha mimi katika dini. Dapti ya kwanza huyu Jibrili, ili jina hili lilitokana nani? La kikabila. Hili jina la Jibrili ni la kikabila, la kutoka kwa Mungu mwenyewe, au wanadamu wamepanga kutokana na resi, rangi au na ukoo? Swali yako bwana, ndugu yangu bwana, yanakuwa anafikirisha sana. Bwana Chionda, unasema ili jina kwanza jina la Jibril umezungumza, lakini kabla ya jina hili umezungumza habari za utume. Mtume kapewa utume na malaika Jibril. Hapana, weke clear kwanza. Jibril yeye anatumika kama connector, messenger, mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenda kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu anamtaka. Ndio maana Jibril alitumwa katika kila manabii, alikuwa anakwenda katika waja wema, alikuwa anakwenda. Jibril kaenda kwa Maryam binti Imran kwenda kumpa bishara ya mtoto. Jibril anatumwa, ni malaika mkuu katika malaika, ndiye kiongozi katika malaika, ndiye Mwenyezi Mungu anamtumia. Asa anamtumia na ndiye ambaye alikwenda kwa mtume kwenda kumpa habari kwamba Mungu amekuchagua wewe kuwa mtume. Ndio maana akatumwa yeye. Kwa nini kamtuma? Si katika ada ya Mwenyezi Mungu au taratibu wake kuongea na kila mtu. Wanadamu wachache mno wamebahatika kuongea na Mungu kwa kusikia sauti yake, sio kumuona. Mpaka tunavyoongea sisi leo, hakuna kiumbe wala jicho ambalo limefanikiwa kumuona Mwenyezi Mungu. Sio sisi tu, hata malaika wenyewe hawajafanikiwa kumuona Mwenyezi Mungu hivi jicho kwa jicho, 1v1. Hakuna kiumbe ambacho kimefanikiwa kupenyeza jicho lake. Nabii Musa mwenyewe aliomba aweze kuongea na Mwenyezi Mungu. Aliomba, naomba nikuone. Alikuwa anaongea na Allah, ila aliomba amuone alivyo. Allah akamwambia sawa, subiri. Sikia we Musa, angalia kwenye kile kilima pale, mimi nitajionyesha pale. Geuka na uangalie. Nabii Musa alivyogeuka kuangalia kile kilima, alikuta kile kilima kimesagika, kimekuwa kama sementi. Kisha ghafla akanyakuliwa na radi, akazimia. Na alipoamka kutaka tena kumuona Allah. Hakuna kiumbe ambacho kimemuona. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapotaka kuongea na mja wake, ni waja wachache sana ndio ameweza kuongea nao moja kwa moja kwa sauti. Ambaye tunamjua na kumfahamu ni Nabii Musa. Yeye Nabii Musa kamsikia Allah kwa sauti yake anavyomwambia, wewe Musa. Lakini lau Allah anasema, lau Mwenyezi Mungu angelisema na nyinyi watu moja kwa moja, pasingeliishi mtu katika hii ardhi. Sauti yake tu angesema, nyinyi watu acheni kamari, kama wale mnabeti mnafanya mambo machafu. Hapa duniani watu wangekuwa vizi, sio tu kiziwi, tungefariki. Yaani pasingebakia kiumbe katika hii ardhi juu ya ukali wa kile ambacho ndio maana anatumia huruma kutuma mtu anayetokana na nyinyi wenyewe, ndio awe anawaambieni na kuwahubiria. Kisha akaweka tenda, yule atakayemsikiliza huyo mtu akaenda kufikisha na yeye huyo mtu ule ujumbe, tutamlipa ujira sawa na yule bwana mtume. Ni kazi ambayo inabidi irithiwe. Na ndio maana katika maelezo ya Bwana Chionda anasema dini ilienezwa na wafanyabiashara. Sio tu hivyo, ni ada. Kila muumini ana jukumu la kueneza ule kweli. Lesem na leo ukaenda kununua bidhaa sehemu, utaambiwa tunakupa bidhaa lakini tutangaze basi. Tutangaze. Kwa lazima uweze kuitangaza dini ya Kiislamu, watu waweze kuijua, watu waweze kuamka nayo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alimtumia Jibril kwenda kumpa habari mtume kwamba wewe umechaguliwa kuwa mtume, wafikishie watu dini hii ya Uislamu. Na sio Jibril alimtwaza, alimpa rasuli utume, hapana. Na jina la Jibril, yeye mwenyewe Allah ndiye kamuita Jibril. Yeye mwenyewe Allah ndiye kamuita Jibril. Jibril ni jina la Kiarabu. Yeye mwenyewe ndo kamuita Jibril, sio kiumbe kampachika au ukoo. Ikumbuke malaika hawana ukabila wala ukoo. Wale wameumbwa direct, wale hawajazaliwa Sheikh. Wale wameumbwa
wale hawazaliwi, wale hawana ukoo, wala si hawa jina lao la Kimasai, wale si hawana hizo mambo. Malaika ni viumbe ambao wameumbwa kwa nuru ya Allah, wametakasika, hawana machafu. Sisi ndio wanadamu tuna machafu. Kwa hivyo utasema kwa nini mbona hiyo nani yenyewe imekuwa Kiarabu? Ndio maana ukasema dini ya Kiislamu imeletwa na Waarabu. Shekhe, Waarabu wana tamaduni zao na Uislamu na tamaduni yake. Na ndio maana hapo Waarabu hawajui Qur'ani au nabisha. Ndio maana ulipozungumza katika historia yako, Makureishi walikuwa pale Maka, hata mtume amezaliwa anaishi nao mpaka anapewa utume. Makureishi wako pale Maka, hawa wa Kiarabu walikuwa na miungu yao pale katika Arabu. Mtume anakuja na Uislamu, anaanza kuhubiri pale Maka. Makureishi wanamkebehi, wanamkejeli. Miongoni mwa viongozi wao wakubwa sana alikuwa kiitwa Abu Lahabi. Huyu ndo alikuwa mpinzani mkubwa kipindi hicho pia. Sasa walikuwa na mkebehi mtume kwamba wewe kijana, tumekulea wewe miaka yote, inafika hatua yetu leo unatuambia hawa miungu sio? Wewe una akili wewe? Hao ndo Makureishi, hao ndo Waarabu, walikuwa na mila zao. Waarabu wameendelea kuwa na mila zao tangu na tangu. Hao waliokuja kutawala hapo sio hapa Zanzibar, hapa Afrika, wa Waarabu sio Waislamu waliokuja kuvunja na kutaka kuteka kwa maguvu. Walikuja wao kama wao, biashara za utumwa wao ndio walikuwa kiziendesha, sio Uislamu. Uislamu kwanza katika moja ya vitu vya ajenda kubwa Uislamu ilikuwa ni kukomboa watumwa na kuwaacha huru tu. Kuwakomboa watumwa, kuacha huru. Sasa Uislamu haujafunza mtu kuwa kununua watumwa. Hapana. Ndio maana katika baadhi ya sheria mtu akikosea anatakiwa aende akafanye kafara ya kumkomboa mtumwa ndio afanye nini? Asamehewe. Kwa hivyo mtume ameanza kulingania Uislamu pale Maka, pale Maka miaka hiyo ya 600 ni sahihi, kaanza kulingania Uislamu pale Maka, na ni katika ada ya kila nabii. Kila anapokuja katika huu ulimwengu huwa anaanza kufundisha elimu ya imani kwanza. Elimu ya imani inamfanya mtu amtambue muumba wake, ajitambue na yeye, na atambue majukumu yake ni yapi ayafanye. Sisi wanadamu katika ulimwengu tuna jukumu mawili. La kwanza na kubwa sana ni kumwabudu aliyetuumba. Kumwabudu maana yake ni nini? Kutumikia. Kumtumikia aliyetuumba. Na ndio maana katika kila taratibu kaeka utaratibu wa kufuata. Sio katika kutafuta riziki, sio katika kusoma. Kule kufuata utaratibu huo ndo kumwabudu kwake. Na paka wewe kwa na mengineyo kama swala, funga na vinginevyo. Huko ndo kufanya mema. Kwa hivyo kuna moja maelezo yake pia aliya-mention akasema Masihi Isa leo watu ambao wanamuita Yesu Kristo, jina lake hili lina maana ya muandaliwa. Ni kweli alikuwa anaandaliwa ili aje atawale, lakini walimfanyia fitna kabla, ndio maana Allah akamchukua akamhifadhi. Kwa hivyo mtume alipofika pale Maka alianza kulingania dini. Yeye katika maelezo yake alipouliziwa Uislamu umeanza vipi, alieleza kwa ufupi akasema mtume wao alifika pale Maka akamkataa, akaenda Madina akarudi. Lazima uweke clear. Alipoanza kuwalingania Maka wakawa nakataa wale watu, alikuwa hajakata tamaa. Aliendelea kuwafundisha maswahaba imani, waliomkubali wakawa wanaingia kwenye Uislamu, anajaza imani. Baada ya Waislamu kuwa shaiva kiimani, takriban miaka 13 imetumika kuwafundisha. Walipoiva kiimani ndipo sasa wakaona sasa hapa, hebu twende kwanza Madina. Tuhame hapa, twende wapi? Madina. Tukajipange kizatiti. Kwa Waislamu wakatoka pale wakaenda Madina. Kule Madina ndiko ambako walianza kwa harakati ya kusimamisha dola ya Kiislamu, kwa sababu ndio malengo ya Uislamu. Ndio maana leo adui mkubwa wa mpagani ni Muislamu. Mpagani yote yeye anapambana kila siku kumwanga, yani yeye adui yake ni Muislamu, kwa sababu Muislamu ndiye mwenye ajenda ya utawala. Kwa hivyo alipoenda Madina dola ikasimama, na wakati huo akafunga safari kurejea Maka kwenda kuangamiza wale wapagani, wale washirikina, kwa sababu pia adui wa Muislamu ni mshirikina. Huyo ndo adui wa Muislamu.
Kwa hivyo wakaenda kuwaangamiza wale washirikina ambao hawakuwa tayari kukubali kutii mamlaka ya Uislamu yashike pale Maka. Wakaenda kuwaangamiza. Kwa hivyo of course jina la issue ya dini umesema si Waarabu ndio wamenaniliwa wameasisi, hapana. Waarabu wao wana mila zao. Mpaka leo kuna Waarabu wana mila zao. Hata huko Bongo pia wana mila zao. Hujasikia shekhe leo wewe Mswahili bila hela huwezi kuoa Mwarabu. Wewe ushasikia? Mbona na mila zao shekhe. Bila kuwa na hela shekhe uoi. Lakini kwenye Uislamu hujelekeza hivyo. Uislamu umeelekeza akija kijana ana elimu yake ya dini imekuwezesheni basi muozesheni. Lakini leo wenyewe na mila zao shekhe. Wana taratibu zao na wao. Bila kuwa na hela hapana, uweze kupewa binti yao. Mpaka uwe na maokoto kidogo. Sasa Waarabu walikuwa na mambo zao na dola ya Kiislamu Afrika huko ishakuwepo. Dola ya Kiislamu Afrika ishakuwepo. Dola ya Kiislamu hapa Tanzania penyewe Tanzania ishakuwepo. Dola ya Kiislamu karne ya 10 mpaka 16 hapa Tanzania ilikuwepo na ilibezi maeneo ya pwani huku. Hasa makao makuu yalikuwa pale Kilwa Masoko, Kilwa pale Kilwa Kivinje, Kilwa Masoko. Kule ndio palikuwa pana makao makuu ya dola ya Kiislamu. Na ndio maana palikuwa mpaka pana fedha maalum ya Kiislamu hapa Tanzania ilikuwa inatumika pale Kilwa. Walipokuja hao wapagani akina Vasco da Gama hao wa Portugal karne ya mwaka 1505 ilikuwa miaka 1400 na kitu mpaka 1505 rasmi dola ya Kiislamu ya Kilwa ilivunjwa rasmi. Kwa hivyo walikuja hapa, dola ya Kiislamu ilikuwa inaongoza maeneo mpaka Mombasa pale, Zanzibar pale, dola ya Kiislamu ilikuwepo. Makao makuu ilikuwa ni Kilwa. Omani huko palikuwa pana dola ya Kiislamu. Kwa hivyo dola ya Kiislamu imeingia huku kitambo mno. Kwa hivyo ndugu yetu bwana Chionda, na saha zangu kwako ni kwamba mimi sio mtu wa kwamba nitakubadilisha, anebadilisha ni Mungu mwenyewe. Isipokuwa na kushauri kama ndugu yangu, kwa sababu sisi ni binadamu, kwa maana kwamba watoto wa Adam, sisi wote ni ndugu. Na kushauri kitu kimoja. Kaa chini, tafakari mwenyewe. Katika hii dunia yupo Mungu, ambaye huyo Mungu ndiye muumba wa kila kilichomo. Kakuumba wewe, kaniumba na mimi, na kaumba kila kilichomo. Huyo Mungu ana utaratibu kauteremsha. Huyo Mungu ana utaratibu wake wa kuwasiliana na watu. Huo utaratibu wake ufuatilie. Utaratibu wenyewe ni upi? Ni vitabu vyake. Ikiwa vitabu vyake unasema vimeandikwa na watu, hebu njoo sasa hivi kuna kitabu ambacho yeye mwenyewe kakiahidi kwamba amekiwekea ulinzi, kwamba hakuna mtu anayeweza kukiingizia neno ambacho ni Qur'an. Njoo uliza kwenye hii Qur'an. Kama kuna kitu unaona hichi kitu si sahihi, kitu ambacho si sahihi kwenye hii Qur'an, njoo tuambie. Ipection, njoo tuambie. Lakini ujue kitu kimoja tu, katika dunia hii mwanadamu amewekwa kwa ajili ya kumwabudu aliyemuumba, ambaye ni Mungu. Bila kumwabudu yeye amepoteza kila kitu. Sio tu katika dunia, bali sio tu katika akhera, bali hata katika dunia pia umepoteza. Dini ndio ni utawala, lakini utawala huo unatokana na Mungu, sio utawala huu wa leo ambao tunaushuhudia wa demokrasia duniani. Utawala ambao umewaita wa Roma wale. Roma zamani ilikuwa inaitwa yani Roma leo ndo panaitwa Italia. Zamani ilikuwa inaitwa Roma ile. Watu Warumi hao ni Warumi, kina Kaisari hao. Hawa wapagani hawa ndio walikuja kuvamia Ukristo na kuingiza ajenda zao kama ambavyo walizungumza, na leo wameuacha huo Ukristo wenyewe, wameunda mfumo wao mwingine wa kiutawala ambao ndio huwa demokrasia, ambao leo wanawashika
watu wa dini ili waweze kuwapeleka katika mambo yao wanayotaka wao. Hawa ndo wanaoharibu. Lakini dini ndio ni utawala, ila utawala huo unatokana na Mwenyezi Mungu na sio chochocho, hapana. Kwa hivyo una muda mwingi sana, kwa sababu bado upo hai, hakuna anaweza kumkatia mwanadamu tamaa. Una muda mwingi sana wa kuweza kujifunza zaidi, kujua ukweli. Juu ya kujua ukweli ni jukumu la nafsi yako, ila mimi ndugu yako bwana Zaidi nilikuwa nakukumbusha hilo jambo. Kwa hivyo nafikiri kwa leo tuliongea kuhusu ndugu yetu bwana Chionda ni haya, na ni machache sana katika ambao alikuwa akiyazungumza. Yeye ametumia saa zima na nusu karibia. Lakini of course hatuwezi kuchambua yale yote kwa muda huo, lakini kwa machache ambao tumeyachambua, Mwenyezi Mungu atusimamie na atuongoze. Kwa wale ambao tupo katika imani ya Kiislamu tuendelee kushikamana kwayo. Kwa wale ambao hawapo pia Mwenyezi Mungu awajalie upeo na ufahamu, na wao pia waweze kupambanukiwa na haki, wajue ukweli ni upi ili waweze kuacha ule uongo au ule ubatili. Sina la ziada ndugu zangu kwa leo, niwatakieni siku njema kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zama za Mwisho TV, pata elimu ya zama za mwisho.